Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza FM. Tuweze kutafakari kwa pamoja ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, ikiwa ni tarehe 2 Julai. Ibada nyingine katika Ukristo ni nyenzo za kusaidia namna ya kumcha Mungu, lakini ibada hiyo ndiyo msingi, muhimili na kiini cha ibada zingine zote. Ibada nyingine katika Ukristo ni nyenzo za kusaidia namna ya kumcha Mungu, lakini ibada hiyo ndiyo msingi, muhimili na kiini cha ibada zingine zote. Basi wapendwa katika Kristo, nawaalika kwa moyo mmoja tuweze kuungana kwa pamoja katika tafakari yetu ya siku ya leo. Mtakatifu Gaspari del Bufalo alikuwa mtu wa sala ya kina, mwenye mapenzi makubwa kwa Ekaristi Takatifu na ibada ya pekee kwa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika maneno yake aliweka bayana ukweli wa kiroho ulio wa kina kwamba Ekaristi si ibada kama nyingine, bali ndiyo kitovu cha maisha ya Kikristo. Ibada nyingine kama rozari, novena na sala binafsi au ya pamoja ni njia za kusaidia kumfuata Mungu, lakini Ekaristi Takatifu ndio mahali ambapo Mungu mwenyewe anatufikia kwa namna ya pekee kabisa. Ndiyo maana Mtakatifu Gaspari anasema kuwa Ekaristi ni msingi, muhimili na kiini, yaani pasipo Ekaristi hakuna uzima wa kiroho. Katika Ekaristi tunakutana na Yesu mwenyewe, si kama kumbukumbu tu, yaani historia, bali kama uwepo hai wa Mwokozi wetu. Yesu alituachia zawadi hii ya thamani wakati wa karamu ya mwisho aliposema, huu ni mwili wangu na hii ni damu yangu. Tunarejea Injili ya Luka sura 22 aya 19 hadi 20. Hii haikuwa lugha ya mfano, bali ukweli wa ajabu unaofanyika katika kila azimisho la misa takatifu. Kwa hiyo Ekaristi inakuwa ni msingi kama vile msingi wa nyumba unavyoshikilia sehemu nyingine ya jengo. Ndivyo Ekaristi inavyoshikilia maisha ya kiroho ya Mkristo. Bila kushiriki Ekaristi, maisha ya imani hubaki dhaifu na hayana nguvu ya upyaishaji wa kiroho. Zaidi ya kuwa msingi, Ekaristi Takatifu ni muhimili. Maana yake ni kwamba maisha ya Kikristo yamejengwa na kuendelezwa juu ya sakramenti hii takatifu. Ndiyo maana Mtume Paulo anaeleza kuwa sisi sote ingawa ni wengi, tunakuwa mwili mmoja kwa kushiriki mkate mmoja. Tunarejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 10 aya 17. Ekaristi huleta umoja, huponya majeraha ya mioyo na huunganisha kanisa kama familia ya Mungu. Ndiyo maana Mtakatifu Gaspari kwa msisitizo mkubwa alieneza ibada ya pekee kwa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu humo kuna upatanisho na upendo wa kweli unaotuweka pamoja kama ndugu. Hatimaye Ekaristi ni kiini cha ibada zote. Katika Injili ya Yohane sura ya 6 aya 54, Yesu mwenyewe anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Hii ina maana kuwa tunapopokea komunyo takatifu kwa imani na toba, tunapokea uzima unaoshinda mauti, na ndiyo chanzo cha neema zingine zote. Ni kiini kwa sababu humo ndani ndipo kuna Yesu mzima, yaani mwili, damu, nafsi na umungu. Ibada zote zingine zinaeleza na kuelekeza kwa Ekaristi Takatifu na kupata maana kupitia sakramenti hii takatifu. Mtakatifu Gaspari alijua wazi kuwa Ekaristi Takatifu ni nguvu ya kimisionari. Ni katika kushiriki sadaka ya msalaba ndipo moyo wa Mkristo huwaka ari ya kumtumikia Mungu na jirani. Maisha ya Mtakatifu Gaspari yalithibitisha ujumbe huu kwa kuwa alijitoa kwa ajili ya uinjilishaji, kuhamasisha upendo kwa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo na kusimamia uenezaji wa ibada safi kwa Ekaristi Takatifu. Alijua kwamba bila misa takatifu hakuna utakaso wa kweli wa mioyo. Alishiriki mara kwa mara sakramenti na aliwahimiza wengine kufanya hivyo. Kwa kuwa aliyaweka maisha yake yote juu ya msingi wa Ekaristi Takatifu, alikuwa chombo cha amani, msamaha na mageuzi ya mioyo ya watu wengine. Tukiwa kama wanafunzi wa Mtakatifu Gaspari, tunaitwa kutafakari juu ya maisha yetu. Je, Ekaristi Takatifu ni msingi wa maisha yangu?
Je, nashiriki misa takatifu kwa moyo ulio wazi kwa neema? Na katika ibada zangu zingine, yaani rozari takatifu, novena na sala, zinanisaidia kumkaribia Yesu katika komunyo takatifu? Au ni desturi tu? Tunapoelewa kuwa Ekaristi si ibada miongoni mwa nyingine, bali ni chanzo cha uzima wetu wa kiroho, basi maisha yetu yatabadilika. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Armando Jackson, frateri wa shirika la misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo.